zaidi ya trilioni 100. Lakini jambo la pili kubwa ambalo pia lazima liangaliwe ni swala la gharama za maisha. Na kipimo kikubwa sana cha gharama za maisha ni mfumuko wa bei. Kwamba ulipoenda kununua mahindi jana na leo, bei inatofautiana kwa kiwango gani? Ndiyo hiyo naita mfumuko wa bei. Mfumuko wetu wa bei tumejiwekea lengo usizidi 5%. Na ndani ya miaka 4-5 hii mfumuko wa bei haujawahi kufika 5%. Leo tunazungumzia takriban 3.1. Sasa mahesabu haya wakati mwingine ni sitirio Temeke. Unaangalia pia mahindi, unaangalia ngano, maharage, na mwisho unaangalia mafuta ya diesel na petroli. Hizo bidhaa ambazo utake usitake lazima uzitumie. Katika miaka 4 hii bei ya bidhaa hizo imebaki ndani ya wigo ambao tumezungumzia. Kwa mfano niwapeni mfano. Mwaka 2022 bei ya kilo moja ya mchele hapa Tanzania ilikuwa shilingi 2,405.7. Mwaka 2023 2,907. Mwaka 2024 2,608. Mwaka 2,648. Mwaka 2025 2,648. Kwa hiyo unaona kwamba bei za mchele ongezeko lake ni dogo sana, chini ya 3%. Wastani wa ongezeko za bei ya mchele kwa Afrika hii, wastani wake nchi 54 ukifanya wastani ni 17.7. Tanzania wastani wake 3.1. Maana yake mfumuko wa bei imeweza kudhibitiwa. Samia oye! CCM oye! Niwape bidhaa nyingine nisiwape? Bidhaa mbili za mwisho kama mfano. Tuangalie bidhaa muhimu sana ya maharage. Maharage mnakula hamli. Bei ya maharage ni muhimu sana. Zipo nchi ambazo duniani zimeanguka kwa sababu ya bei ya maharage kupanda ovyo ovyo. Hapa Tanzania bei ya maharage imedhibitiwa sana. Kwa mfano, bei ya maharage mwaka 2023 kilo moja ilikuwa shilingi 3,065. Mwaka jana shilingi 2,946. Mwaka huu shilingi 3,042. Inacheza mle. Kwa bei ya maharage imedhibitiwa. Yuko ni kudhibiti gharama ya maisha kwa wananchi. Ya mwisho, jambo ambalo linasumbua sana kwa sasa katika nchi za Afrika ni bei ya mafuta. Juzi wenzetu, marafiki zetu Malawi, chama tawala kimeanguka kwa sababu tu ya bei ya mafuta imepanda zaidi ya mara 3 ndani ya mwaka mmoja. Hapa Tanzania Dr. Samia na serikali yake wamedhibiti sana bei ya mafuta. Na nitawapa mfano. Petroli ambao vijana wa barabara wanaitumia sana na bajaji. Mwaka 2022 lita moja ya petroli ilikuwa shilingi 3,110.8. 110.8. 2023 3,114. Mwaka huu
303.6 imeshuka. Haya ndio mambo ambayo yanafanya Tanzania iwe tulivu. Kwa sababu gani? Mahitaji matano ya wapiga kura wa Tanzania, kama alivyoeleza mgombea jana, namba 1 ni chakula, namba 2 wanataka gharama za maisha zidhibitiwe, wapate afya, wapate maji, na 5 miundombinu. Na mambo yote haya matano yanakwenda vizuri, na ndio maana Watanzania kwa wingi wao wanajitokeza, wanakwenda kupiga kura kwa CCM, wanaenda kumchagua Mama Samia. CCM oye! Kwa ndugu mgombea, nikupongeze sana kwenye eneo la management ya uchumi, ambalo ni eneo muhimu sana. La mwisho, ili uchumi ukue, lazima uongeze uchumi mpya. Ili pato la taifa liongezeke, lazima shughuli za uchumi ziongezeke. Hiyo ndio inaitwa uwekezaji. Na uwekezaji, ndugu mgombea, wakati unaanza, tunasajili miradi ya uwekezaji kwa mwaka, miradi 207. Mwaka jana tumesajili miradi 903 yenye thamani ya takriban trilioni 10. Huo ni uchumi mpya unaingia, ndio maana pato linaongezeka, ndio maana ajira zinazalishwa. Ni kwa sababu hiyo ilani ya CCM imeweka wazi kwamba mwaka huu, kuanzia mwaka 2025, miaka 5 ijayo, tunaenda kuzalisha ajira kwa vijana milioni 8. Hizo haziji kwa kushuka mbinguni, zinakuja kwa sababu mama ameongeza uzalishaji, na kwa sababu hiyo ajira mpya zinakuja. Kwa hiyo ndugu wa Tanzania, kwa kigezo cha management ya uchumi, Dr. Samia Suluhu Hassan ndio injinia wa uchumi, apewe kura nyingi. Mnasemaje hapo? CCM oye! Asanteni, Mungu awabariki wanatemeke. Hongereni sana.